lakini tunatoa elimu kwenye jamii kupitia vyombo vya habari kuelimisha jamii, lakini tunatoa huduma ya msaada wa kisaikolojia kwa nyanja kulingana mazingira. Lakini pia kwa mfano inapotokea milipuko, kwa mfano tulikuwa na kipindupindu, ndio kuna waanga ambao wanapata changamoto. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima mumjenge ule mtu kisaikolojia aweze kurudi kawaida, asiwe na hofu na familia yake, lazima muwajenge kisaikolojia waweze kurudi kawaida. Lakini inapotokea msaada wa kisaikolojia na kijamii ni pale ambapo mwanga unakuta labda imetokea mafuriko, hakuna kitu cha nyumba imezuliwa imefanyaje, mbona mwisho wa siku lazima tuone namna gani tunamsaidia, kama ni nguo, kama ni vyakula, hiyo yote tunaita ni msaada wa kisaikolojia na kijamii. Lakini pia kwa mfano kwa watu ambao wanafanyiwa ukatili wa kijinsia, lazima umpe huduma ya msaada wa kisaikolojia ili aweze kurudi kawaida, aweze kuendelea na maisha. Lakini rufaa wateja wanaokuja kwetu, wakati mwingine lazima wewe unaposhughulika eneo lako umekamilisha, unakuta mteja bado anahitaji huduma nyingine, na lazima umpe nini, rufaa kwenda kwenye huduma ambayo stahiki. Kwa hiyo tunashirikiana, tunakuwa na networking nzuri na watu wote tunaofanya nao kazi, wadau pamoja na taasisi mbalimbali. Lakini kingine ambacho tunakifanya ni kujengeana uwezo. Miongozo ipo, sera, sheria. Kwa mwisho wa siku kama wataalamu lazima tujengeane uwezo katika miongozo ambayo inakuwa inabadilika kila siku, inaletwa kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwa hiyo lazima tujengeane uwezo katika miongozo ili tuweze kutoa huduma kwa kufuata taratibu, sheria pamoja na kanuni. Lakini pia lazima tufanye usimamizi elekezi kwenye haya maeneo yote tunayosimamia. Kwa mfano ukiongelea makao za watoto, ukiongelea vituo vya kulelea watoto wadogo, hivi vinasimamiwa na wakati mwingine na watu binafsi. Kwa hiyo ipo miongozo, kanuni ambazo zinaongoza utoaji wa huduma hizi. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima tufanye ufuatiliaji kuweza kujua, je, taratibu, kanuni za uendeshaji wa hivi vituo zinasimamiwa, watoto walipokuwa wanapata huduma stahiki kulingana na program ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto tunavyotuelekeza. Kwa hiyo tutajua kupitia usimamizi elekezi, lakini pamoja na ukaguzi. Unapotokea mwongozo, kwa mfano tunapoongelea daycare center, vituo vya kulelea watoto wadogo mchana ambao vinachukua watoto wa miaka 2 mpaka 4 kabla hajaenda ile shule ya awali. Au kuna zile tunaita crèches, mtoto labda na mwaka mmoja, mzazi sasa ameshindwa, yani yuko busy na yuko mwenyewe, mwisho wa siku kuna hii huduma ambayo iko kisheria. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa inapotokea kuna maelekezo, kuna kanuni, kuna miongozo ambayo inawataka wamiliki wa hivi vituo kufuata utaratibu katika utoaji wa huduma. Sasa unakuta inapotokea kituo kimekiuka, kwa hiyo tunachukua hatua, tunavifungia, tunampa maelekezo mpaka utimize 1, 2, 3 ndio utaweza kuendelea na huduma. Lakini vipo vingine ambavyo unakuta viko vizuri vimeendelea, kina fahamu kwamba hiki kituo kinatakiwa kisajiliwe, kifanye nini. Kwa hiyo vile mnamjengea uwezo, mnampa siku ufanye 1, 2, 3, basi anakamilisha taratibu, anasajiliwa chini ya kamishna wa ustawi wa jamii. Changamoto ya matukio ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto ni kweli yapo, na kwa nini nasema yapo ni kutokana na huduma ambazo wale waanga wanaotufikia na huduma ambazo tunazitoa. Kwa hiyo tunajua kwamba matukio yapo kwenye jamii, lakini kupitia nyinyi vyombo vya habari tunaona mnaibua na mwisho wa siku yanatufikia na sisi tunayashughulikia. Kwa hiyo niseme tu kwamba matukio yapo na yanapofikia kwenye madawati yetu, basi tunatoa huduma stahiki kwa kumuunganisha mwanga kwenye kituo cha tiba, tunatoa hiyo huduma ya msaada wa kisaikolojia. Kwa hiyo vyote huduma napata, lakini rufaa zingine za kwenda kwenye vyombo vya sheria, polisi, zote tunazifanya. Lakini kwa mfano kwenye waanga wa ukatili wa kijinsia pia tunasema ni vituo vya huduma jumuishi ambapo inakuwa na polisi, anakuwa na mtoa huduma wa ustawi wa jamii, anakuwa na daktari. Kwa hiyo lengo ni kwa ajili ya kumsaidia huyu mwanga apate huduma katika eneo moja. Umeona? Lakini hata kama maeneo mengine ni vituo ambavyo viko vichache. Kwa mkoa wetu viko Msalala, Bugarama kule, lakini pia na hospitali ya Jakaya Kikwete Kishapu. Lakini mbali hata kama maeneo mengine hayapo, lakini mwanga anapofika kwenye kituo cha kutolea huduma za afya atapata huduma zote stahiki. Na tukija kwenye migogoro ya ndoa, ni kweli ni kesi ni nyingi ambazo tunazipokea migogoro ya ndoa, lakini matunzo ya watoto, siku hizi familia zimekuwa na migogoro mingi. Kwa mwisho wa siku tunajitahidi
kuelimisha jamii juu ya madhara ya nini, ya hii migogoro ya kifamilia inayotokea kwenye familia. Kwa hiyo hata kama wanafamilia baba na mama, mke na mume wamekuja kwenye dawati letu, pamoja na kufanya suluhisho, lakini pia tunawapa elimu madhara. Kwa hiyo wapo ambao wanakubali, wanasuluhishana. Na hii ya shauri inapokuja kwenye dawati letu, yani unaweza kukuta siku hiyo mmeanza kuwasikiliza, inaweza kuchukua hata miezi mitatu, inategemea na ukubwa wa tatizo ukoje. Kwa hiyo kuna mtu wiki moja suluhisho unapatikana. Kuna mwingine unaenda naye taratibu, hatua kwa hatua, mwisho wanakubaliana, wanasuluhishana, wanaendelea, mnakuwa mnafuatilia. Lakini wengine suluhisho unakuwa umeshindikana, ndio tunazipeleka sasa kwenye vyombo vya sheria. Tatizo kubwa ambayo inapelekea walezi kushindwa kuwajibika ziko nyingi. Swala la kwanza niseme tu swala la umaskini, ule utafutaji, ndio umaskini ambao unapelekea sasa mzazi kushindwa kutimiza yale majukumu yake kwa mtoto. Kwa mfano nikiongelea watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani, wengi mkiwa mnahojiana nao wanakuambia nimekimbia nyumbani kwa ajili ya hatuna chakula, hatuna nini, unaona. Kwa hiyo mwisho wa siku mnapofanya tracing, baada ya kuwa mmeassess, umejua kwamba familia yake iko nini, iko hivi, mnakutana na wazazi, na kweli wakati mwingine unakuta kweli kuna umaskini wa kipato. Kwa hiyo mtu kama yule lazima uendelee kumjenga ili mwisho wa siku aanzishe shughuli zake ndogo ndogo, yani aweze kujiengage na hivi vikundi taratibu, hata kama ni polepole. Lakini wakati mwingine unaweza kumuunganisha mtu ule na watu ambao wanaweza wakamsaidia ili basi aweze kufanyaje, aweze kujiinua kwenye kipato. Lakini wakati mwingine, sababu nyingine ambayo inachangia, wakati wengine wazazi ni wavivu. Ndio. Wazazi wenyewe ni wavivu, wameshazoea tu yani kutowajibika, hawajibiki kwa malezi ya mtoto wake, hawajibiki kwa chochote. Mwisho wa siku wanaingia kwenye ulevi na vitu kama vile. Kwa hiyo mwisho wa siku analeta madhara kwa watoto, wanakimbilia mtaani, wanashindwa kutimiza mahitaji kwa watoto wao. Kwa hiyo ndio inaongeza changamoto. Lakini eneo lingine, sababu nyingine ambayo inasababisha changamoto kwenye eneo la malezi na makuzi ni masuala ya niseme ya ni kukosa tu, niseme ni kukosa elimu. Yaani unakuta mzazi yeye akishamachia mtoto, akishaachia mtoto wake anamwachia yule binti wa kazi. Yaani anakuwa amemaliza. Hajui kama yeye wajibu wa kwanza wa malezi ya mtoto ni yeye mwenyewe. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku malezi ya watoto yote anaachiwa kwa nani? Kwa house, anakuambia yuko busy kutafuta pesa. Na hii huwa inaathiri vipi? Ina athari kubwa kwa maana yule binti ambaye unamwachia mtoto hujui alielewaje kule. Umeona? Kwa hiyo pale unakuta ni kudra za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwisho wa siku watoto pale ndio wanajifunza vitu vingi. Kwanza mtoto upendo wake atauhamishia kwa yule binti wa kazi. Umeona? Sababu ndio mtu ambaye anamuona kila siku. Kwa hiyo mama akirudi, baba akirudi jioni, anakuta mtoto ameshapumzika, ameshalala. Asubuhi ndio hivi tayari umeshafika ofisini, umeshaenda kwenye shughuli zako, mtoto amejiamkia, uzigeli kama ndo kamhudumia mpaka kwenda shule. Kwa hiyo mtoto anakosa ule upendo wa baba na mama. Kwa hiyo mtoto mwisho wa siku, watoto wengine ambao unakuta hawana au wasimamizi, ni wale watoto ambao unakuta wanajilea wenyewe. Umeona? Kwa hiyo ni rahisi mtoto kama yule kujifunza tabia hatarishi, kujiingiza, kwa sababu hakuna mtu ambaye anafanyaje, anamfuatilia. Ataenda shule, akikutana na makundi hatarishi, watoto ambao wana tabia ambazo sio nzuri, naye ni rahisi kujiingiza, kwa sababu hakuna mtu ambaye anafanyaje, anamsimamia. Hakuna mtu ambaye anamkemea, umefanya hili baya. Hakuna, kwa sababu baba anakuwa busy kutafuta nini? Pesa. Na mara nyingi sasa hivi ambayo yanatokea, mzazi baba au mama akishatoa kanunua sare za shule za mtoto, akishatoa chakula, yeye anajua ametimiza malezi. Kumbe pale tunasema pale umetoa matunzo. Bado malezi ni mapana zaidi, kuanzia mtoto kabla hajazaliwa mpaka anazaliwa, anapoendelea kukua, anajifunza namna gani ya kushirikiana na jamii, anajifunza tamaduni mbalimbali, mila na desturi za ile eneo. Yaani jinsi mtoto yale yote anayokuwa anaendelea kukua nayo, anajifunza ushirikishwaji, ushirikiano na wenzake. Yote ni mambo ambayo mzazi anatakiwa afanye, atimize. Sasa mwisho wa siku ukiangalia mtoto ambaye anajilea mwenyewe, analelewa na house girl,
hayo yote anayakosa. Mwisho wa siku mtoto kama huyu ni rahisi kufanyiwa vitendo vya ukatili na asiseme, au kwa mzazi ambaye ni mkali anaweka distance kati yake na nani, na mtoto. Kwa hiyo mtoto kiasi kwamba hata kama ana changamoto, amekutana na changamoto sehemu mbalimbali, au anafanyia mle na uzigeli ukatili, anashindwa kusema kwa sababu baba mama wako hashi. Akiguswa na mtoto, niache, yani anaongeza ile naenda kule, nimechoka mimi. Ule mtoto anataka umuonyeshe ule yani umuitikie, uwe na mawasiliano mazuri na yeye, akueleze. Ndio maana mara nyingi watu tunasema lazima tutengeneze urafiki na watoto wetu karibu, ili mwisho wa siku aweze kujua mtoto wako anaweza kukutana anapitia kitu gani. Na wazazi ambao ni rafiki, tunasema sasa kwenye aina ya malezi tunasema ni yale malezi ambayo yanamruhusu mtoto kuwa karibu na mzazi, na mtoto ambaye analelewa katika malezi haya ni rahisi kueleza changamoto zake kwa mzazi. Lakini ambaye wazazi ambao wako hashi, hawana muda, wako busy na mambo mengine, wao ni kutoa tu mamlaka, ni ngumu sana mtoto anakutana na changamoto hawezi kuzisema, na hata malezi yake yanakuwa ni mabovu na makuzi. Na ndio mwisho wa siku unaona sasa tunapambana na mmomonyoko wa maadili. Lakini mwisho wa siku chanzo cha mtu ambaye anasababisha mmomonyoko wa maadili ni mzazi. Mtu wa kwanza ni mzazi pamoja na mlezi. Kwa hiyo mwisho wa siku ili tupunguze hiki kitu, lazima mzazi mlezi awe karibu na mtoto, afuatilie mienendo ya watoto wake, afuatilie mtoto yuko wapi, ametoka shule, umepewa homework, umefanya vitu. Yani ni wajibu wako kama mzazi. Wajibu wa kwanza wa malezi ya mtoto ni mzazi mwenyewe, wala sio walimu, wala sio wapi sijui, wala sio wanafunzi. Hapana, ni mzazi mwenyewe. Muongelea swala la hasa hili kundi la watu wenye ulemavu, na hasa watu wenye ualbino, kunyanyapaliwa na vitu. Ni kweli situation kama hizo zipo kwenye jamii zetu. Kwa kweli tunahitaji sana kuendelea kutoa elimu. Yani elimu waga haina mwisho. Lazima tuendelee kutoa elimu siku baada ya siku, na tunaambiwa kwamba change is a process. Yani mtu abadiliki siku moja. Kwa hiyo lazima kila siku endelee kumfikishia message, endelee kumfikishia message. Mwisho wa siku mtu atabadilika. Kwa hiyo zipo jamii ambazo tunaendelea kuwapa elimu kwenye kata, kwenye vijiji, kupitia mikutano ya vijiji, kupitia hivi vyombo vya habari namna hii. Umeona, yote ni kwa ajili ya kufikisha message nzuri, kwa ajili ya kuondokana na kupinga unyanyapaa dhidi ya watu wenye ulemavu pamoja na makundi mengine. Na wapo ambao mwisho wa siku jamii inaendelea kubadilika. Kwa sababu kwa nini nasema inaendelea kubadilika? Tunapokea simu mbalimbali, mtu anakupigia simu anakuambia bwana kuna tukio 1 2 3. Kwa hiyo sasa unaanza kujua kumbe message ambayo unaitoaga inafanyaje, inafika. Umeona, kwa sababu kweli ziko jamii ambazo zinaficha watoto wenye ulemavu, na kama tunavyofahamu mtoto ana haki zake za msingi kupitia sheria ya mtoto, kupitia sera ya taifa ya maendeleo ya mtoto, ikiwemo swala la kuendelezwa. Kuendelezwa ni pamoja na kupelekwa shule, kucheza na wenzake, lakini pia ana haki ya kuishi, kulindwa, ana haki ya kushirikishwa katika mambo mbalimbali. Lakini sasa pia mtoto ana wajibu mbalimbali. Lakini yale kama yanakiukwa, watoto wanafichwa, nafikia hatua mtoto anafichwa. Unapotokea misaada fulani, ndio mtoto anafanyaje? Anaibuliwa. Kwa sababu kuna baiskeli zinatolewa, kuna hiki kinatolewa. Ndio unashangaa kumbe yeye unakuta hata uongozi wa pale na wenyewe unakuwa hujui kwamba kuna mtoto kama huyo ambaye amefichwa. Kwa hiyo niseme tu kwamba hizo zipo, na hiyo yote ni kwa ajili ya wazazi. Nadhani wanajisikia sio vibaya, ule unyanyapaa, jamii bado inanyanyapaa. Na hizo ni dalili kweli kwamba kuna unyanyapaa, kwamba familia ambayo unakuta ina mtoto mwenye albino, mwenye mtoto mwenye ulemavu, wao wanachukulia kama ni lahana na vitu kama vile na mikosi. Kumbe hapana, lazima jamii itambue kwamba watu wote wana haki zote sawa. Mtoto mwenye ulemavu ana haki sawa na mtoto ambaye ana ulemavu. Wanatakiwa watritiwe wote vizuri kwa kufuata haki zote za mtoto na sheria ya mtoto kama inavyoelekeza. Kwa mfano nikiongelea swala la kuendelezwa hasa kwenye eneo la elimu, tunazo shule, tunazo shule jumuishi ambazo zina mchanganyiko wa watoto wenye ulemavu. Kwa mfano tukichukulia ile Buangija, Buangija shule ya msingi inachukua watoto mchanganyiko, unaona, pamoja na sekondari zingine zozote. Hii yote ni kwa ajili ya kuielimisha jamii kwamba hata mtoto mwenye ulemavu, mtu mwenye ulemavu anaweza akafanya kitu sawa na wewe ambaye hauna ulemavu, unaona. Kwa hiyo lazima wapewe haki zao, na watoto ambao
mzazi lazima atambue kwamba anapopata mtoto mwenye ulemavu lazima ampe haki ya msingi, kama ni kuendelezwa. Mtoto ana uwezo wake, atafika chuo, atapata kazi, ataajiriwa. Na tunatambua sasa hivi serikali 3% ya wale ambao wana apply kazi na wakafanyia interview lazima pia wawe ni watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kutokea kwamba ana uwezo, basi 3% kwenye ajira zinazotokea wanaajiriwa. Sasa hivi tunaona watu wenye ulemavu wengi tu wanaajiriwa kwenye taasisi za serikali, lakini pia na watu binafsi. Kwa hiyo yote ni serikali inajitahidi kufanya jitihada za serikali katika kuelimisha jamii kwamba mtu mwenye ulemavu ana haki sawa na mtu yoyote. Kwa hiyo lazima tuendelee kushirikiana na jamii katika kupambana na hili changamoto ya unyanyapaa. Ikija kwa mfano kwa watoto, kwa upande wa watoto under 18 tunaongozwa na sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009. Lakini kwa upande wa watu wenye ulemavu iko sheria ya watu wenye ulemavu namba 9 ya mwaka 2010. Zote zile zinatoa maelekezo na imeelezwa kwa mfano kwa mtoto, sheria ya mtoto imetoa maelekezo kwamba hatua gani zichukuliwe kwa mtu ambaye anashindwa kutimiza kwa maksudi yake za msingi za nani? Za mtoto. Mwingine unaweza kukuta ni mzazi, ni kweli hana uwezo. Huyo hawezi kusema ameshindwa kutimiza kwa maksudi. Lakini kuna wale ambao wanashindwa kutimiza majukumu yao ya msingi kwa maksudi. Kwa hiyo sheria iko wazi, inachukulia hatua. Upande wa sisi ustawi wa jamii tunapatikana kwenye halmashauri zetu zote 6. Lakini pia kwenye vituo vya kutolea huduma hasa kwa sababu kwenye mfano manispaa hapa kituo cha afya Kambarage wapo maafisa ustawi, hospitali ya manispaa wapo maafisa ustawi, lakini hospitali ya manispaa ya Kahama wapo maafisa ustawi, Ushetu hospitali wapo pia maafisa ustawi, na Msalala hivyo Kishapu, Maganzo, Madui, kote zile hospitali wapo maafisa ustawi wa jamii pamoja na wanahudumia pia zile kata zinazozunguka yale maeneo. Lakini halmashauri zote pia zinao maafisa ustawi level ya wilaya, ofisi za wakurugenzi, lakini na mkoani pia nipo mimi, tupo maafisa ustawi wa jamii 2 na hospitali ya mkoa pia wapo maafisa ustawi wa jamii kama 3. Lakini katika kutoa huduma kuzifikia jamii pia tunashirikiana na hawa tunaita CHW, huduma afya ya kujitolea ambao kwenye vitongoji hasa kwenye eneo la elimu rufaa zile kutupa taarifa hapa kuna hili tukio. Kwa hiyo tunashirikiana sana na wahudumu wa afya ngazi ya jamii, lakini pia tunashirikiana kwenye yale maeneo ambayo sio ya kisheria ambayo yanamtaka moja kwa moja hospitali ya jamii. Pia tunashirikiana na maafisa wa maendeleo ya jamii walioko kwenye kata. Kwa sababu sisi maeneo mengi bado hatujafika kwenye kata. Kwa sisi naweza nikaelezea mambo mawili. Tunatarajia kuwa na kampeni, tunaita ni malezi kampeni. Sababu tunaona sasa hivi tuna changamoto ya malezi. Kwa hiyo sasa tunatarajia kuwa na malezi kampeni ambayo tunaendelea kufanyia maandalizi, ambayo tutashirikiana na wadau wetu mbalimbali katika kuhakikisha kwamba tunaifikia jamii katika utoaji wa elimu, lakini pia kingine tunatamani kuanzisha hivi vituo, tunasema vituo vya malezi vya kijamii. Kwa sababu tunaona tuna hizi daycare center za binafsi. Sawa, ambazo mzazi mwisho wa siku anapompeleka mtoto lazima alipie. Lakini sasa kwenye malezi kampeni ambayo moja ya ajenda ambayo itazungumziwa ambayo pia tunaendelea nao sasa hivi ni uanzishwaji wa hivi vituo vya kijamii vya malezi. Malezi sio kama mtoto kumpeleka pale aelewe pale, ni kupata ule ulezi changamshi. Sawa, watoto ambao nimewasema tu miaka 2 mpaka 4 vya kijamii viko kwenye vijiji na vinakuwa vina ownership yake, umiliki wake unatakiwa usimamiwe na kijiji chenyewe. Umeona? Kwa hiyo tunataka yani wale watoto badala ya kukaa nyumbani waende kwenye hivi vituo wapate ulezi changamshi, wachangamshe, wajifunze vitu mbalimbali, na kushirikiana wao. Yani wanajifunza vitu vingi kupitia hii program ya mama. Kwa hiyo kitu ambacho ni ajenda kubwa